zaidi, sababu hata mwalimu ni sehemu ya jamii, nachangia, lakini nadhani ningekuwa na elimu katika eneo hilo la maendeleo ya jamii ningechangia kwa ukubwa zaidi. Kwa ukubwa zaidi. Unatamani mchango wako uonekane kwa ukubwa zaidi. Na unahisi huku kwenye ualimu huku mchango labda kuna namna usingekuwa mkubwa kama ambavyo ungekuwa kwenye maendeleo ya jamii. Kwenye maendeleo ya jamii. Hapo kabla hatujaenda mbali. Unadhani asilimia ngapi ya vijana wanaokuja vyuo vikuu hawaji kwenye kile ambacho baadaye wanakitarajia wawe? Yaani wanakuja kama ulivyokuja, umesoma miaka mitatu, ni degree ya miaka mitatu nadhani, bachelor ni miaka mitatu. Umesoma miaka mitatu, lakini umekuja kurealize kwamba ulikuwa kwenye field fulani ambayo unahisi hauitendei haki sana kama ambavyo ungekuwa kwenye field nyingine. Unahisi ni asilimia ngapi ya vijana wako kwenye kundi la namna hiyo, wanakuja chuo lakini wanarealize baadaye kwamba wako vizuri kwenye upande fulani kuliko upande waliokuwa? Kwa sababu ni jambo la takwimu, nadhani nisitumie namba, lakini niseme tu kwamba ni idadi kubwa ya vijana ambao wanakuja kwenye elimu ya vyuo na vyuo vikuu bila kufahamu wao wenyewe walipaswa wafanye nini hasa kwenye wachukue kozi gani au wachukue program gani kwenye kusoma. Na sababu kubwa inayowapelekea hapo, kwanza zipo sababu mbalimbali, sababu kuna jambo linasababishwa na sababu moja. Sababu ya kwanza ni uelewa mdogo pia kwa vijana wenyewe, sisi hasa wanaohitimu kidato cha 4 na cha 6, wanaoenda vyuo na vyuo vikuu, wana uelewa mdogo kuhusu kozi mbalimbali zinazofundishwa vyuo vikuu. Lakini pia wana uelewa mdogo kwenye issue ya uelewa hapo wa matokeo au ya atafanya nini mtu atakayesoma hiki kitu. Kwa pia hilo jambo halieleweki kwa vijana wengi. Lakini sababu nyingine ni msukumo wa familia, pressure za familia, kwa imani kwamba labda, mfano mimi nilivyomaliza kidato cha 6 nakumbuka nilimwambia mama natamani nikasome niwe mwamuzi, yani referee, niwe mwamuzi. Sasa ikawa kitu, kwa hiyo ikaonekana kama wewe unatakuwa mwamuzi na nini hivyo. Kwa hiyo kidogo unataka kukengeuka. Nikaambiwa nitakiwa nikasome ualimu kwa sababu ni rahisi kupata mkopo kwanza wa chuo kikuu, lakini pia ni rahisi kuajirika. Kwamba nitaajiriwa na nini. Lakini kitu kingine nadhani ni challenge sasa kwa watu wa taasisi za vyuo na vyuo vikuu kuona kwamba kuna fursa sasa, kuna haja ya kwenda mashuleni ambako ndio viwandani sasa wanawazalishia bidhaa wale watu wa sekondari. Kama ni chuo kikuu, mfano labda chuo cha Dodoma, wanaweza wakawa na program ya kupita kwenye shule zenye madarasa ya kidato cha 5 na cha 6, aidha kwa kuachia prospectus au kuzungumza na wale wanafunzi kuwaeleza kwamba mfano mtu anayesoma HG anaweza kusoma kozi gani na kozi gani. Sababu tuna changamoto pia, kozi zinazoeleweka sana hasa kwa watu wanaosoma masomo ya sanaa, hata ya sayansi, ni ualimu. Yaani ndio kitu ambacho kinafahamika zaidi. Labda kwa sababu wanafunzi wako na walimu muda mwingi, hawako na wahasibu muda mwingi na nini. Kwa nadhani hiyo pia ni changamoto. Kwa hiyo wenzetu wa vyuo na vyuo vikuu wanaweza wakatumia hiyo nafasi pia ili kutusaidia watu wengi wasiwe kama mimi sasa leo nasema kwamba naweza nikarudi ungefanya vizuri kwenye upande mwingine. Kwa hiyo ni changamoto kwa wenzetu hao. Hiyo tunasema inakuwa kama talent development. Sijui kama kwa namna hiyo itakaa vizuri, lakini niko najiuliza huo msingi ujengwe kuanzia tukiwa watoto wadogo, tutambue tunakitaka nini cha baadaye, au tusubirie wamalize kidato cha 6 tukawaelekeze kwamba bwana sasa unaweza ukafanya hiki na hiki na hiki. Wewe hapo unatushaurije? Tujenge msingi tukiwa wadogo au tusubiri mtu ajitambue? Tujenge msingi watoto wajengewe msingi wa kutambua vitu ambavyo wao ni bora, kwa sababu kila mmoja tunaamini kila mwanadamu ni bora katika jambo fulani. Kwa sasa hiyo ni changamoto kwa wazazi sasa wenyewe, kuanzia wazazi wakiwa pale nyumbani, tuanze kuona mtoto ana kipaji gani au ana uwezo wa kufanya jambo gani au talanta fulani. Ukishabaini basi kazi inayobaki ni kulea sasa. Ni ulezi wa kile ambacho mtoto yuko nacho.
kama ni michezo, kama ni uongozi, vitu mbalimbali ambavyo uwezo ambao mtoto mwenyewe anaweza akawa nao kuanzia akiwa mdogo. Kwa hiyo ni changamoto sasa kwa wazazi sasa kuanza kulea uwezo wa mtoto wake kuanzia akiwa mdogo. Baadaye pia tunakuja kwa walimu, kwa sababu ndio mtoto atoka nyumbani ataanza kusoma shule ya msingi, sekondari na nini. Sawa. Imekuwa ni tatizo, nadhani linakuwa kama tatizo kwa kusikia, nadhani sio wa kwanza wewe na kusikia kwenye hilo swala. Unaweza ukakuta hata mimi mwenyewe labda nilichokisomea ni tofauti na kile ambacho ninakifanya sasa hivi kwenye maisha ya kawaida, au ni tofauti na kile ambacho ningekifanya kwa ubora zaidi. Sasa turudi kwenye saikolojia kidogo, tugusie tu kidogo kwenye saikolojia. Unaamini kweli inawezekana mtoto mdogo akaaminishwa kitu tangu akiwa mdogo, akaenda nacho, akakuwa nacho mpaka mwisho wa siku akawa iko kitu, kwamba mimi leo mtoto mdogo nina miaka yangu 3, unielekeze, uniaminishe kwamba mimi naweza kuwa rubani, nitoke nayo udogoni, nisibadilishe mawazo, nisibadilishe malengo mpaka nikakuwa nayo? Ndiyo, inawezekana. Sasa naomba nizungumze hapo kwenye mazingira ya kisaikolojia. Katika malezi au makuzi ya mtoto, tunaamini kwamba mtoto anajengwa na vitu vikuu viwili. Ya kwanza ni nature au asili, na nurture ambayo ni mazingira. Sasa wakati fulani asili inaweza ikashindwa na mazingira. Kwa mfano issue ya kumwandaa au kumwaminisha mtoto kwamba yeye ni bora katika hili, na ukalea kila anachokiweza, na ukatengeneza mazingira sasa kwamba tumesema labda mwanangu natamani awe daktari mfano, na yeye mwenyewe anapenda kuwa daktari. Sasa wajibu wa mzazi sasa ni kutengeneza mazingira yatakayomwezesha yule mtoto kufikia kile kwanza anachokitamani, lakini pia kama mzazi kile tunachokipanga wewe pamoja na mtoto. Kwa mtu yoyote anaumbwa na hivyo vitu viwili, asili pamoja na mazingira. Ndio maana wanasema wanadamu wote wamezaliwa wakiwa wema, lakini mazingira yamewaharibu. Kwa hiyo kama mtu angezaliwa katika jamii ambayo hakuna uongo, yawezekana asingejua uongo ni nini na nini. Kwa hiyo kwa leo tunajikuta tumekuwa waongo kwa sababu tumedanganywa. Tungegeuka malaika sasa. Isingekuwa dunia, tungekuwa mbinguni. Sawa. Umesema vizuri na umesema kitu kizuri. Niko najiuliza kitu kimoja. Mimi ni mzazi. Nataka mtoto wangu awe Ronaldo. Mtoto wangu awe Ronaldo. Lakini nakosa kiwanja ambacho naweza nikampeleka mwanangu akakulia hapo akaenda. Au nitoe mfano mwingine ambao labda itakuwa rahisi. Mimi ni mzazi, labda ninataka mwanangu awe rubani, lakini nikifuatilia ada ya urubani naona kabisa haiwezekani mimi nikaweza kumpeleka mtoto wangu pale. Au nikifuatilia chuo cha urubani na kikosa hata kwenye mazingira ambayo nipo. Sasa nikubaliane na mazingira yamemnyima mwanangu hiko, nimbadilishie, au niendelee kuamini kuwa itatokea mbele ya safari nimuaminishe kuwa rubani na wakati hakuna msingi unaoonekana? Wewe unanishaurije hapo kama mzazi? Kama mzazi, kama nilivyosema mwanzo, kwa sababu kuna mambo mengine tunashindwa kuyafikia au hata tunayafikia kwa sababu ya mazingira. Kuna wakati mazingira yanakuwa kikwazo cha mtu au watu kufika kwenye lengo. Mfano, umezungumza issue ya rubani. Kuna watoto wengi unaweza ukamsikia anasema nataka kuwa rubani, na inawezekana mzazi anaweza kumsupport kwa kiasi fulani na nini, lakini akaja kushindwa kuwa rubani, si kwa kukosa uwezo, lakini si kwa kukosa uwezo binafsi kwa maana ya kuelewa masomo kule anakotakiwa kwenda kufanya, lakini wakati mwingine mzazi mwenyewe kukosa uwezo wa kumwezesha mtoto kusoma au mzazi anashindwa kufadhili masomo ya mwanae kwenye kozi husika, mfano hiyo rubani. Sasa hayo mazingira yakisha kuwepo, sasa tunafanyaje? Kwa sababu imeshindikana, mzazi hawezi au hana namna nyingine ya kumwezesha pale.
tunafanya. Kwa hiyo tutaangalia chaguo lingine la mtoto, pamoja na kwamba lilikuwa chaguo la kwanza, lakini hatushauri mtoto sasa akose kabisa nafasi. Basi tuangalie kitu kingine ambacho kinawezekana, pamoja na kuendelea kufikiria kwamba tulipaswa kuwa hiki, lakini mazingira yamekuwa kikwazo. Kwa hiyo kama mzazi anaweza au mazingira, basi mzazi anapaswa kutimiza wajibu wake kumwezesha yule mtoto kadiri ya mazingira yanavyoruhusu. Yeah, asante. Wewe nikumbusha kakaangu huyo alikuwa na ndoto za kuwa rubani. Alikuwa na ndoto za kuwa rubani. Sasa hivi ni daktari huko Mtwara huko huko Mtwara kabisa, anaendelea na shughuli nyingine tofauti na urubani. Sasa sijui zile ndoto zilikuwa zinatoka wapi. Nyumbani hakuna ndege. Ni yule mzee nikimwangalia alikuwa hawezi. Baada ya kukua naona hivi kumbe ada za urubani ziko hivi. Naona kumbe blaza alikuwa anawaza vitu ambavyo havipo. Shule ina ugumu? Kusoma ni kazi. Kuna kazi hapo. Unamaanisha kazi kama hizi watu wanalima wanapata vitu au? Unajua Voli, kusoma ni kazi ngumu. Ndio maana ukiangalia idadi ya watu wanaoacha kazi ni ndogo kuliko idadi ya watu wanaoacha shule. Yaani kusomea ualimu inaweza ikawa kazi ngumu kuliko hata kufanya ualimu wenyewe. Kwamba ili usome uwe mwalimu inaweza ikawa kazi ngumu kuliko kuwa yule mwalimu. Okay. Ndio. Kwa hiyo ni kazi sasa. Yaani ni kazi ngumu, maana ukiangalia dropout ya watu walioacha shule, ukaenda na makazini ukachukua orodha ya watu walioacha kazi. Yaani kwanza unaweza kukuta katika wafanyakazi 100 labda ikatokea kwa mtu mmoja baada ya miaka kadhaa. Tofauti na ukipitia takwimu kwenye shule au maeneo mbalimbali ambapo watu wapo kwenye mafunzo. Yeah. Unaweza kuhusianisha elimu na kufanikiwa kwenye maisha ya kawaida, au kwa lugha nyepesi sasa hivi tunasema kutoboa? Unaweza ukahusianisha elimu na kutoboa? Yeah, binafsi mimi naweza nikahusianisha kama ifuatavyo. Unajua tukubali kwamba watu wengi duniani wana uwezo wa kati, yaani uwezo wao wa kufanya mambo ni uwezo wa kati, pamoja na kwamba wapo watu ambao wamefanikisha au wamefanikiwa katika maisha na hawajasoma, lakini hao watu mara nyingi ni wachache. Panaweza pakatokea mtu ambaye hakupita shule na akagundua au akafanya jambo fulani kubwa akawazidi hata wale waliopita shule. Lakini sasa kwa nini tunasisitiza watu waende shule au wapate elimu au maarifa fulani? Ni kwa sababu uwezo wa watu wengi ni mdogo kikawaida. Kwa hiyo wanapaswa wapitie mafunzo fulani au elimu fulani ili iwajenge katika ule uwezo wao walionao. Kwa hiyo kuna milango ambayo mtu bila kuwa amenufaika na elimu au ujuzi au maarifa fulani asingeweza kuifungua, lakini kwa sababu ya elimu au uelewa alionao unamwezesha, unakuwa kama ufunguo sasa, kwamba anaweza akaenda kwenye ule mlango na akafungua. Na wakati mwingine hatuzungumzi elimu ajira, kwamba mtu akishamaliza asome apate ajira na nini. Inaweza isiwe hivyo, lakini elimu pia inaweza ikamwezesha mtu kuyatawala mazingira yake, akawa na utambuzi fulani na nini. Kwa mfano watu wa geography wanasema labda mtu anajifunza labda tunasema nini? Tuseme fishing industry in Norway. Kwa hiyo nadhani lengo la mwandaaji wa topic ilikuwa ni kuwapeleka watu Norway wakiwa hapa hapa kijijini. Yaani kuwapeleka watu Norway wakiwa hapa hapa kijijini. Kwa hiyo nimefika Norway. Wewe umefika Norway. Sawa. Kwa sababu unavipata vilivyoko Norway ukiwa hapa hapa mtaani au katika mazingira wewe uliokulia au kuzaliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba elimu ina mchango fulani, ni kama ufunguo, ni ufunguo wa kufungulia baadhi ya milango, sio yote, lakini baadhi ya milango mingi inafunguka kwa elimu. Kwa hiyo kuna uhusiano. Umenikumbusha mbali sana. Kulikuwa na zile agriculture ni wapi huko Amerika,
kilimo sijui cha nini nini Canada huko, mahindi yale.